الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، leo ni tarehe 14 ya mwezi wa Safar mwaka 1448 Hijria, sawa na tarehe 28 ya mwezi wa 7 mwaka 2026 ميلادية. يقول الشيخ بازمول حفظه الله تعالى akiunganisha maneno yaliyopita jana kuzungumzia sala la kuweka mikono juu ya kifua au chini ya kifua katika i'tidal baada rukuu. Akasema Sheikh Bazamul hafidhahullah, قال قد جاء عن الزهري عن حماد عن إبراهيم أن ابن مسعود كان يرفع يديه في الوتر ثم يرسلهما بعد. ابن مسعود رضي الله عنه الصحابي الجليل alikuwa akiinua mikono yake katika witri kisha anaiachilia. Baada ya hapo haweki mikono juu ya kifua. أخرجه عبد الرزاق في المصنف المجلد الرابع صفحة 25 بعد 300 تحت رقم 52 بعد 907,000. ففيه أن ابن مسعود ما كان يقبض يديه على صدره بعد الرفع من الركوع بل كان يرسلهما. Katika athari hii Ibn Mas'ud ni kwamba Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu hakuwa akishika mikono yake na kuiweka juu ya kifua baada ya kuinuka katika rukuu, bal kana yursiluhuma, bali alikuwa akiachilia mikono. Wayataakadu hadha bi an ta'lama anna istihbaba hay'ati dakhili as-salah la yakunu illa bidalil. Hii inasitizika kwamba ujue kwamba sunna ya haia yoyote, sifa yoyote ndani ya sala haiwezi ikawa isipokuwa kwa dalili. Wala yadkhulu fi umuri al-ibadat ma huwa min al-mubah, wala haingii katika masala ya ibada jambo ambalo ni mubah, ni halali. قال ابن تيمية المتوفى سنة 28 بعد 700 من الهجرة رحمه الله في مجموع الفتاوى المجلد 10 صفحة 89 بعد 300: العبادات التي يتقرب بها إلى الله تعالى منها ما كان محبوبا لله ورسوله مرضيا لله ورسوله. Asema Sheikhul Islam rahimahullah, ibada ambazo watu wanajiweka karibu kwa ibada hizo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, katika ibada hizo kuna ambazo zinapendwa na Allah na mtume wake, zinaridhiwa na Allah na mtume wake, imma wajib wa imma mustahab, ima ni ibada ya wajibu na ima ni ya sunna. Intaha kalamu Sheikh. قال العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله: صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولست أشك في أن وضع اليدين على الصدر في هذا القيام يعني بعد الرفع من الركوع بدعة ضلالة. الشيخ الألباني رحمه الله anasema siti shaka kwamba kuweka mikono juu ya kifua katika kiamu hiki, kusimama huku, anakusudia baada ya kuinuka kutoka katika rukuu, kuweka mikono ni bid'a dhalala, ni bid'a tena dhalala ya kupoteza watu. liannahu lam yarid mutlaqan fi shay'in min ahadithi as-salah wama aktharaha, kwa sababu haikuja hiyo kabisa katika hadithi zozote katika hadithi za mtume za sala. Wama aktharaha, ni wingi ulioje wa hadithi hizo. Walau kana lahu aslun la nuqila ilaina walau an tariqin wahid, lau jambo hilo lilikuwa na asli, lingekuwa na dalili, lingenukuliwa kwetu japokuwa kwa njia moja. Maneno ya Sheikh Al-Albani rahimahullah
akisemea jambo hilo la kuweka mikono baada rafi min ar-ruku' kwamba ni bid'atun dalalah kama maulidi. ويؤيده أن أحدا من السلف لم يفعله, hutilia nguvu kauli hiyo kwamba hakuna yeyote katika salaf aliyefanya hivyo. wala dhakarahu ahadun min a'immati alhadith fima a'lamu, wala hakuna yeyote aliyotaja hilo katika maimamu wa hadithi katika ninavyojua. Intaha kalamu Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Kwa Sheikh Albani anasema jambo hilo ni bid'atun dalalah la kuweka mikono baada rafi min ar-ruku'. Hal maneno ya Sheikh Albani, lakini sisi tunasema masala haya ni khilafia. Kuna wanaosema maulama wa sunna kina Sheikh Uthaymeen, kina Sheikh bin Bazi, kina Sheikh Al-Fawzan, wanaosema kwamba waweza kuweka mikono hapa chini ya kifua au juu ya kifua, sio bid'a. Kwa sisi tunasema masala haya ni khilafia. Hatuwezi kusema kama anavyosema Sheikh Albani, sisi hatuna haki hiyo, sisi ni wanafunzi. وقد لخص المصنف أحكام الركوع في تلخيص صفة الصلاة. الشيخ الباني رحمه الله amefupisha hukumu za rukuu katika ufupisho wa sifati sala. Faqala awalan fa idha faragha min alqiraa sakata saktatan latifa bimiqdari ma yataraddu ilayhi nafasuhu, akimaliza kusoma mtu anyamaze kidogo kwa kiasi cha pumzi zake kurudi, kisha ndo aseme Allahu akbar aruku. فإذا فرغ من القراءة سكت سكتة لطيفة بمقدار ما يتراد إليه نفسه. akimaliza kusoma Fatiha na sura anyamazi kidogo kiasi cha pumzi zake kurudi, ndo aseme Allahu akbar aruku. ثانيا ثم يرفع يديه على الوجوه المتقدمة في تكبيرة الإحرام, kisha ainue mikono yake kwa njia zile zilizotangulia katika takbiratul ihram. Thalithan wa yukabbiru, na aseme Allahu akbar wa huwa wajib, na hilo jambo ni la lazima. Takbiratul intiqalat zote ni katika wajibati za sala. Ukiziacha kwa makusudi sala yabatilika. Ukiwacha kwa kusahau lazima kusujudu sijda mbili za kusahau. Rabi'an thumma yarka'u, kisha taruku biqadri ma tastaqirru mafasiluhu, kwa kiasi cha kutulizana vile viungo vyake. Wa ya'khudhu kullu 'udwin ma akhadhahu, na kila kiungo kichukue mahali pake pa kutulizana. Wa hadha ruknun, na hii ni nguzo katika nguzo za sala hiyo, kutulizana katika rukuu. خامسا ويضع يديه على ركبتيه ويمكنهما من ركبتيه, na ataweka mikono yake mwenye kurukuu, ataweka mikono yake juu ya magoti yake na ataimakinisha hivyo vitanga vyake, atavimakinisha katika magoti yake hivyo vitanga kwa kushikilia yale magoti kama anayevisha vitanga vyake juu ya magoti yake. Wayufarriju baina asabihi, na atafarikisha baina ya vidole vyake atavipanua katika kurukuu. Kaannahu qabidun ala rukbatayhi, kama kwamba ameshika yale magoti yake, ameyashika, sio kuweka, kama kwamba ameyashika yale magoti yake. Wa hadha kulluhu wajib, na yote haya ni wajibu, ni lazima. Sadisan wayamuddu dhahrahu wayabsutuhu, ataukunjua mkono wake, ataunyoosha mgongo wake na kuukunjua mgongo wake kama aliotandika pale. Wayamuddu dhahrahu, ataunyoosha mgongo wake. Wayabsutuhu hatta law subba alayhi alma'u lastaqarra, mpaka lau yangemiminwa maji juu ya mgongo wake yangetulizana. Wa hadha wa huwa wajib, na hilo pia ni wajibu. Kama tunavyosema mara kwa mara, mtu kurukuu, mtume ilikuwa haangalii juu akirukuu, kichwa chake hakiinui wala hakiinamishi chini akaangalia miguu, anaangalia pale mahalu sujud, ndipo mgongo ataunyoosha na kuwa sawa na shingo.
lakini ukiangalia juu au chini tayari mgongo nao utapinda. Thaminan, wayubaidu mirfaqaihi an jambihi, ataepusha na kuweka mbali visukusuku vyake na mbavu zake. Visukusuku wakati wa kurukuu havishikanishwi na mbavu, anapanua na kuweka mbali visukusuku vyake na mbavu zake. تاسعا ويقول في ركوعه سبحان ربي العظيم 3 مرات أو أكثر. atasema hivyo mara 3 au zaidi, au zile adhkar tulizozisoma huko nyuma, adhkari za kurukuu. Sio lazima hii peke yake, bali abadilishe, mara nyingine anasoma dhikri nyingine kama tulivyosoma huko nyuma. Ashiran, wa minas sunnah an yusawwiya baina al-arkani fi at-tul, ni katika sunna kufanya sawa baina ya nguzo hizo kwa urefu. Baina ya kurukuu na i'tidal iwe ni sawa kwa sawa, baina sujud na jalsa baina sajdatain iwe karibu na sawa kwa sawa. Fayaj'alu ruku'ahu wa qiyamahu ba'da ar-ruku'i wa sujudahu wa jalsatahu baina sajdatain qariban min as-sawa, ajalie kurukuu kwake na kusimama kwake baada ar-ruku', yani i'tidal, na sujudi yake na kikao chake baina ya sijda mbili ni karibu na sawa kwa sawa. Sio kwamba lazima iwe sawa kwa sawa, lakini karibu na sawa kwa sawa. Asifanye haraka katika nguzo hizi za kurukuu na i'tidal na sujud na jalsa baina sajdatain. الحادي عشر، ولا يجوز أن يقرأ القرآن في الركوع ولا في السجود. haifai kusoma Qur'ani katika kurukuu na wala kusujudu. Katika kurukuu na kusujudu haisomwi Qur'ani, isipokuwa wanasema maulama ikiwa katika sujud atasoma zile aya za dua, sababu sujud ni mahali pa dua. Akisoma zile aya za dua kwa maana anamuomba Allah, si kwamba asoma Qur'ani. Hiyo yajuzu. Dua za Qur'ani na dua za hadithi ni bora zaidi kuliko dua nyingine. Akisujudu, rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar, rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma. Hizi zote ziko katika Qur'ani, kuzisoma pale kwa nia ya kwamba ni dua, inafaa katika sujudu. Qala thumma yarfa'u sulbahu min ar-ruku', kisha anainua mgongo wake kutoka katika ruku'. Wa hadha ruknun, na hii ni nguzo. Athalitha ashar, wa yaqulu fi athna'i al-i'tidal sami'a Allahu liman hamida, wa hadha wajib. katikati ya ile i'tidal aseme sami'a Allahu liman hamida, na hili ni lazima. ويقول في أثناء الاعتدال سمع الله لمن حمده وهذا واجب. Hukunyuma Sheikh alisema hii sami'a Allahu liman hamida inasemwa wakati wa kuinuka, si ndio? Hapa kasema anasema fi athna'i al-i'tidal, katikati ya i'tidal. Nadhani hii ibara hii haiko sawa. Ni vile vile sami'a Allahu liman hamida kama alivyosema huko nyuma inasemwa wakati wa kuinuka. Wa hadha wajib, na jambo hili ni lazima kusema sami'a Allahu liman hamida. الرابع عشر ويرفع يديه عند الاعتدال على الوجوه المتقدمة, na atainua mikono yake wakati wa i'tidal kwa njia zilizotangulia. الخامس عشر ثم يقوم معتدلا مطمئنا حتى يأخذ كل عظم ما أخذه, atasikisha atasimama hali ya kulingana sawa, hali ya kutulizana mpaka kila mfupa uchukue mahali pake. Wa hadha ruknun, hii ni nguzo ya kutulizana pale katika kusimama, na ile i'tidal ni nguzo hiyo ya kutulizana. السادس عشر ويقول في هذا القيام ربنا ولك الحمد, وهذا واجب على كل مصل, hii ni lazima kwa kila mwenye kuswali. Walau kana mu'tamman, hata kama ni maamuma ni lazima aseme hiyo. Fa innahu wirdul qiyam, hiyo ndio dhikri ya kusimama. Amma tasmi'u fa wirdu li'tidal,
Ama ile tasami Allahu liman hamida, hii ni dhikri na ni uradi wa i'tidal. Sheikh kama wanafarikisha baina al-i'tidal wal qiyam. Asema hii rabbana walakal hamdu, hii ni wirdul qiyam, na sami Allahu liman hamida ni wirdi ya i'tidal, ni dhikri ya i'tidal. Huku nyuma asema hii ni wirdi na dhikri ya kuinuka kutoka katika rukuu kwenda katika i'tidal, hiyo tasmia. Mwanielewa sijui? السابع عشر ويسوي بين هذا القيام والركوع في الطول كما تقدم. ataweka sawa baina ya kusimama huku na kurukuu kwa urefu iwe ni sawa sawa kama ilivyotangulia. الثامن عشر ثم يقول الله أكبر وجوبا, kwa lazima. Takbira hizi ni za lazima, ni katika wajibati sala, takbiratu lintiqalat kama wanavyoziita maulama. التاسع عشر ويرفع يديه احيانا, na atainua mikono yake mara nyingine. Ipi? Ile ya kwenda katika sujud, atainua mikono yake mara nyingine, sio mara zote. Ukitaka kusujudu ni sunna, mara nyingine mtume ilikuwa akiinua mikono na kwenda katika sujud. ويرفع يديه احيانا. انتهى كلام الشيخ في ملخصه. السجود. ثم كان صلى الله عليه وسلم يكبر ويهوي ساجدا, kisha alikuwa mtume sallam akisema Allahu akbar na kushuka hali ya kusujudu. Wa amara bidhalika almusi'a salatahu, akamwamrisha hilo yule mwenye kuikosea sala yake. Faqala lahu, akamwambia la tatimmu salatu li ahadin minan nas hatta yaqula sami'a Allahu liman hamida hatta yastawiya qa'ima thumma yaqula Allahu akbar thumma yasjuda hatta tatma'inna mafasiluhu. Haitakamilika sala yoyote katika watu mpaka aseme sami Allahu liman hamida, mpaka alingane sawa qaiman, hali ya kusimama. Thumma yaqula, kisha ndio aseme Allahu akbar. Thumma yasjuda, kisha asujudu. Hatta tatma'inna mafasiluhu, mpaka viungo vyake vitulizane pale katika kusujudu. Wakana idha arada an yasjuda kabbara, alikuwa akitaka kusujudu husema Allahu akbar. Wa yujafi yadayhi an jambayhi, katika sujud ataweka mbali mikono yake na mbavu zake, hashikanishi mikono na mbavu, ataweka mbali mikono yake na mbavu zake. Thumma yasjuda, kisha atasujudu. Wakana ahyanan yarfa'u yadayhi idha sajada, na alikuwa mara nyingine akiinua mikono yake akisujudu. Mara nyingine ahyanan kana idha arada sujud, ainua mikono yake halafu anasujudu. Hii ni ahyanan, sio mara kwa mara. Sheikh Bazamul hafidhahullah ta'ala ameweka sharhi ndefu takriban safha 5 kama hivi au 4 kuelezea fasli hii. فقال علق المصنف هنا بقوله وقد روي هذا الرفع عن 10 من الصحابة. amefanya taaliq musannif rahimahullah hapa kwa kusema imepokewa hii rafu, hii kuinuka na masahaba 10. Wadhahaba ila mashru'iyatihi jama'atun min as-salaf minhum ibn Umar wa ibn Abbas wal Hasan al-Basri wa Tawus wa ibnuhu Abdullah ibn Dinar wa Ata. wa qala Abdurrahman ibn Mahdi hadha min as-sunnah. Hapa aliposema wakana ahyanan yarfa'u yadayhi idha sajada, alikuwa mtume mara nyingine akiinua mikono yake akisujudu. Ndio hapa anasema allaka almusannif huna biqawlihi waqad ruya hadha arraf'u an 10 min as-sahaba. Imepokewa hii kuinua mikono na masahaba 10 hapo wakitaka kusujudu imepokewa hiyo na masahaba 10. Wadhaba ila mashru'iyatihi, wamekwenda kwenye sunna ya jambo hili
kundi katika salaf, katika wao Ibn Umar wa Ibn Abbas, katika tabi'un الحسن البصري وطاووس وابنه عبد الله بن دينار وعطاء. وقال عبد الرحمن بن مهدي هذا من السنة، هيني كتك سنة، وعمل به إمام السنة أحمد بن حنبل. ametekeleza pia hili إمام السنة أحمد بن حنبل، وهو قول مالك والشافعي. هي pia ni قول ya Malik na الشافعي. انتهى kalamuhu. Hii ni kuinua mikono akitaka kusujudu. Kuna fasli nyingine, alkhururu ila sujudi ala alyadain. Hii ndio ina sharh ndefu. Hii fasli hii, alkhururu ila sujudi ala alyadain, kushuka kwenda kwenye kusujudu kwa mikono, kushuka kwenda kwenye kusujudu kwa mikono. Qala wa kana yadha'u yadayhi 'ala al-ardi qabla rukbatayhi, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiweka mikono yake juu ya ardhi kabla ya magoti yake. Wakati akisujudu akitanguliza mikono juu ya ardhi kabla ya magoti. Wa kana ya'muru bidhalika, alikuwa akiamrisha hilo. Fayaqulu idha sajada ahadukum fala yabruk kama yabruku al-ba'ir, akisujudu mmoja wenu asitangulize magoti kama vile ngamia wanavyotanguliza magoti. Waliyadha yadayhi qabla rukbatayhi, na aweke mikono yake kabla ya magoti yake. Wakana yaqulu, na alikuwa Mtume akisema, innal yadaini tasjudani kama yasjudu alwajhu, mikono inasujudu kama unavyosujudu uso. Fa idha wada ahadukum wajhahu falyadha yadayhi, akiweka mmoja wenu uso wake pale katika sujudi katika ardhi, falyadha yadayhi, na aweke mikono yake. Wa idha rafa'na, akiinuka, falyarfa'huma, na ainue hiyo mikono yake. Wa kana ya'tamidu ala kaffaihi wa yabsutuhuma, alikuwa akitegemea kwa vitanga vyake na kuvikunjua pale anaposujudu. Wa yadhummu asabi'ahuma, na anakusanya vidole vyake katika kusujudu. Vidole vinakusanywa, sio kama rukuu vinatanuliwa vidole akishika magoti, lakini sujud vidole vinakusanywa, sawa ukisujudu. Ndio wakana ya'tamidu ala kaffaihi wa yabsutuhuma wa yadhummu asabi'ahuma wa yuwajjihuhuma wa yuwajjihuha qibla alqibla, na alikuwa akikusanya vidole vyake na kuvielekeza upande wa qibla. Wakana yaj'aluhuma hadhwa mankibaihi, alikuwa akijalia hiyo mikono yake mukabala wa mabega yake wakati wa kusujudu. Wakati wa kusujudu mikono haitaki kuvuka mabega pale ukisujudu, haitaki kwamba mikono iko sawa sawa na kichwa ukisujudu, inatakiwa isivuke mabega yake, hadhwa mankibaihi. Wa ahyanan hadhwa udhunaihi, mara nyingine mukabala wa masikio yake, mikono isizidi mabega au isizidi masikio. Wa kana yumakkinu anfahu wa jabhatahu fil ardi, alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akimakinisha pua yake na paji lake la uso katika ardhi. Sujudi hiyo alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akimakinisha pua yake na paji lake la uso katika ardhi. Waqala lilmusii salatahu, akamwambia yule mwenye kuikosea sala yake, idha sajadta, ukisujudu, famakkil lisujudika, makinika kwa kusujudi kwako. Wa fi riwaya, idha anta sajadta, ukiwa unasujudu, fa amkanta wajhaka wa yadaika, ukamakinisha uso wako na mikono yako katika ardhi, hatta yatma'inna kullu azmin minka ila mawdhihi, mpaka utulizane kila mfupa wako mahali pake. Tumanina,
وكان يقول لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين. وكان يقول لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين. hakuna sala kwa mtu ambaye pua yake haijapata katika ardhi vile linavyopata paji la uso, kama vile paji la uso linavyoshikanisha na ardhi katika sujud, na hivyo hivyo pua. Tumeelewa hapa? Yaqulu sallallahu alayhi wasallam la salata liman la yusibu anfuhu min al-ardi ma yusibu al-jabin. hakuna sala kwa ambaye pua yake haijapata ardhi kama paji lake la uso linavyopata pale katika ardhi. Ina maana kushikanisha pale katika sujud ni paji la uso na pua. Kwa wale wanaovaa miwani, wengine wanavaa miwani na huko wanasujudu, itabidi hawa pua ziwe juu zishike ardhi, si ndio? Ni makosa. Idhan hadithi inaonyesha kwamba si kwamba sala yabatilika, lakini sala haijakuwa sawa sawa, haijatimia, ina upungufu. Kama mtu anasujudu kwa paji la uso tu, pua iko juu, haishikanishi na ardhi, la salata liman la yusibu anfuhu min al-ardi ma yusibu al-jabin. Vile vile kama paji la uso linavyokuwa chini, na vile vile pua ishikanishe na ardhi. وكان يمكن أيضا ركبتيه وأطراف قدميه. alikuwa pia Mtume sallam akimakinisha magoti yake na ncha za vidole vya miguu yake, akivishikanisha juu ya ardhi bila kuviinua wakati wa kusujudu. Wayastakbilu bisuduri qadamaihi, na kuvielekeza kwa hizo ncha za vidole vya miguu yake, wa bi atrafi asabi'ihima, na ncha za vidole vyake, alqibla, kuelekeza qibla, kwa maana kuvipindisha hivi vidole vya miguu vielekee qibla kiasi cha uwezo wake mtu. Ukamilifu wa sujudu aliofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Halafu wayarussu aqibaihi, anashikanisha visigino vyake akisujudu, wayarussu aqibaihi, hapanui miguu visigino vikawa mbalimbali, anashikanisha visigino vyake. Wayansibu rijlaihi wa amara bihi, anasimamisha ile miguu yake, wa amara bihi, akaamrisha jambo hilo. Wakana yaftahu asabi'ahuma, alikuwa akikunjua vile vidole vya miguu yake. Fahadhi sab'atu a'dha kana sallallahu alayhi wa alihi wasallam yasjudu alaiha. Hivi ni viungo saba ambapo Mtume sallam alikuwa akisujudia viungo hivi saba: alkafani, vitanga viwili, warukbatani, na magoti mawili, walqadamani, na miguu, waljabha, na paji la uso, walamfu, na pua. Hivi ndio viungo saba vya kusujudia. وقد جعل صلى الله عليه وسلم العضوين الأخيرين كعضو واحد. Mtume sallam amejalia viungo viwili hivi vya mwisho ni kama kiungo kimoja fi sujud, katika kusujudu. Waqad ja'ala sallallahu alayhi wasallam al-udwayn al-akhirayn ka'udwin wahidin fi sujud. Mtume sallallahu alayhi wasallam amejalia hivi viungo viwili vya mwisho ni kama kiungo kimoja katika kusujudu. Vipi? Aljabha wal anf, paji la uso na pua, amevifanya ni kama kiungo kimoja, pia vinashikanishwa katika ardhi. Haithu qala, wakati aliposema umirtu an asjuda, wa fi riwaya umirna an nasjuda ala sab'ati a'dhum, tumeamrishwa. Riwaya kwanza nimeamrishwa ni sujudu, riwaya nyingine tumeamrishwa tusujudu kwa viungo saba. Ala aljabha, akaanzia jabha, tusujudu kwa paji la uso. Wa ashara biyadihi ala anfihi, Mtume akaashiria kwa mkono wake juu ya pua yake, yani paji la uso na pua, akaashiria hivi kwamba paji la uso na pua. Waliyadaini, wa fi lafdhin alkaffaini, na vitanga viwili, warukbataini, na magoti mawili,
wa atrafil qadamaini, na ncha za vidole vya miguu. Wala nakfutu thiyaba wash'ara, tusizuie nguo na nywele. Wala nakfutu thiyaba wash'ara, tusizuie nguo na nywele tukazifunga funga kama hivi. Mtu akiswali swali hivi, aidha mkono mmoja au yote akuja kunja, kama ni suruali kaikunja. Hiyo ndio wala nakfutu thiyaba wash'ara, na nywele. Hii ni kwa wanaume sha'r. Wanawake nao inajuzu, lakini kuna wanaume nao wanajifunga funga nywele zao. Si kama mwaona vijana wa siku hizi bwana, wengi wanafunga yale majunju kama vile wanawake vile, hakuna tofauti. Sasa kwanza imekatazwa kufunga funga nywele katika sala kwa wanaume, halafu ni kujifananisha hiyo na wasichana. Utakaje mwanamume kujifunga nywele hizi zatoka ndio ustaarabu wa kisasa huo? Ustaarabu wa kike namna hiyo, ustaarabu wa vipi? Sababu ameona mzungu mmoja kafanya vile na yeye afanye ile. Moja kwa moja ni tashabbuh bin nisa, ni kujifananisha na wanawake. Itabidi wa vijana waambiwe ili swala, itabidi waambiwe ili swala. Lakini vijana wengi wanaingia misikitini na kuzifunga nywele zao kama wanawake, na hii ni laana. Tumesema laana Allahu almutashabbihati minan nisa'i birrijal walmutashabbihina minal rijali bin nisa. Allah amewalani wanawake wenye kujifananisha na wanaume, pia amewalani wanaume wenye kujifananisha na wanawake. Kwa ile ni laana. Wakana yakulu idha sajada al-abdu sajada ma'ahu sab'atu arab, mtu anaposujudu husujudu pamoja naye viungo saba. Idha sajada al-abdu sajada ma'ahu sab'atu arab, mtu anaposujudu husujudu pamoja naye viungo saba. Wajhuhu, uso wake, wa kafahu, na vitanga vyake viwili, wa rukbatahu, na magoti yake, wa qadamahu, na miguu yake. Wajhuhu, kama vile mtume alihesabu wajhuhu na pua, paji lake la uso na pua, na vitanga vyake viwili, wa rukbatahu, na magoti yake, wa qadamahu, na miguu yake. Waqala fi rajulin salla wa ra'suhu ma'kusun min waraihi innama mathalu hadha mathalu alladhi yusalli wa huwa maktuf. Mtume sallam alisema kwa mtu mmoja aliyesali na hali kichwa chake kimefungwa kwa nyuma yake, yani nywele zake zimefungwa min waraihi, kwa nyuma yake. Mtume akasema innama mathalu hadha, mfano wa huyu, mathalu alladhi yusalli wa huwa maktuf, ni mfano wa mtu anayesali na huku amefungwa mikono na miguu. Atasali vipi mtu huyo? Waqala aidan dhalika kiflu shaitan, yani maq'ada shaitan. Mtume pia alisema hiyo ni kiflu shaitan, kufanya hivyo ni kiflu shaitan, ni makao ya shetani, ndivyo anavyokaa hivyo. Yani maghraza dhafrihi, pale asli ya nywele zake zile alizozisonga. Kama ni huyo mwanamume nywele zake alizozisonga na huko anasali, pale ni maq'adu shaitan, shetani anakaa katika nywele hizo zilizofungwa. Wakana la yaftarishu dhira'aihi, Mtume alikuwa kisujudu hatandiki mikono yake yote. Hadha iftirash, kutandika mikono pale katika ardhi ya kisujudu ni hivi tu, ni vitanga viwili, si mikono yetu yote. Wakana la yaftarishu dhira'aihi bal kana yarfa'uhuma 'anil ardi, alikuwa haitandiki mikono yake bali alikuwa akiinua na ardhi. Wayubaiduhuma an jambaihi, na alikuwa akiweka mbali mikono na mbavu zake. Hatta yabdu bayadu ibtaihi min waraihi, mpaka udhihiri weupe wa kwapa zake kwa nyuma yake. Wa hatta law anna bahimatan arada an tamurra tahta yadayhi marrat, na hata lau mnyama
anataka kupita chini ya mikono yake pia angepita, jinsi mtume alivyokuwa akiweka mbali mikono yake na mbavu zake. Tabani yeye alikuwa ni imamu, lakini maamuma uko mwenzako yuko hapo, huwezi ukaweka hivi, si ndio? Kidogo utarudisha bila kubana mbavu. وحتى لو أن بهيمة أرادت أن تمر تحت يديه مرت وكان يبالغ في ذلك. mtume alikuwa akizidisha hilo la kuweka mbali mikono na mbavu, mtume alikuwa akilizidisha. Hatta qala baadhi sahaba, mpaka wakasema baadhi ya masahaba, inna kunna lanawi li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, sisi tulikuwa tumuhuzunikia mtume sallallahu alaihi wasallam, mimma yujafi biyadaihi an jambayhi idha sajada, namna alivyokuwa akiweka mbali mikono yake na mbavu zake akisujudu. Tulikuwa tunamuonea huruma mtume jinsi alivyokuwa akiweka mbali mikono yake na mbavu zake. Wakana yaamuru bidhalik, alikuwa akiamrisha hilo. Fayaqulu idha sajadta fadha kaffaika warfa mirfaqaika, ukisujudu weka vitanga vyako na inua visukusuku vyako. Wayaqul, na pia alikuwa akisema i'tadilu fi sujud, linganishe sana, kaeni sawa sawa katika kusujudu. Wala yabsutu ahadukum diraihi imbisata alkalbi, asikunjue mmoja wenu mikono yake kama vile jibwa anavyokunjua mikono akikaa. Wala yabsutu ahadukum diraihi imbisata, wa fi lafdhin kama yabsutu alkalbu, asikunjue mmoja wenu mikono yake yote kama vile jibwa anavyokunjua mikono. Wa fi lafdhin akhar wa hadithin akhar wala yaftarish ahadukum diraihi iftirasha alkalbi, asitandike mmoja wenu mikono yake kama vile jibwa anavyotandika mikono yake anapokaa. Wakana yaqulu la tabsut diraaika basta sab'i, usikunjue mikono yako ukisujudu kama vile wanyama wale wakali wanavyokunjua mikono yao. Wad'im ala rahataika, shikanisha vile vitanga vyako. Watajafi an dhabuaika, weka mbali hizi masazi zako, hizi ndio dhabu, weka mbali na mbavu. Fa innaka idha fa'alta dhalika sajada kullu udwin minka ma'aka, kwani wewe ukifanya hivyo kitasujudu kila kiungo chako pamoja na wewe. Fa innaka idha fa'alta dhalik sajada kullu udwin minka ma'aka, kwani ukifanya hivyo kila kiungo chako kitasujudu pamoja na wewe. Hapa ndio Sheikh Bazamul ameweka sharhi takriban safha 4 hivi au 5 kuelezea fasli hii ndefu ya kusujudu. Hii inshallah ikijayo tutakuja kuelezea maelezo haya ya sharhi hii ndefu ya hadha albab, alkhururu ila sujudi ala alyadain. نكتفي بهذا القدر والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.